بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1442 katika darasa ya kitabu Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahhid للحافظ المنذري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلفكية ما جاء في فضل الصلاة لأول وقتها. فضل iliyopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kutekeleza ibada ya swala katika mwanzo wa wakati wake, pindi tu unapoingia wakati wa swala. قال رحمه الله تعالى: روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. متفق عليه. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: الصلاة في أول الوقت هي من المسارعة إلى الخيرات. صلاة kuitekeleza katika mwanzo wa wakati wake ingia katika kule mtu kufanya upesi katika kufanya khairi, na Allah subhanahu wa ta'ala ili jambo amelihimiza katika kitabu chake katika aya nyingi: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna, na aya nyinginezo. الصلاة في أول الوقت هي من المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها، يعني katika kushindania katika mambo ya khairi. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema: fastabiqu alkhairat. وهي من صفات المحسنين، na kule kupupia katika mambo ya khairi ni katika sifa ya waumini. ولهذا جاء في النصوص حث عليها وترغيب فيها. sababu hiyo zimekuja nusus katika kutuhimiza kutekeleza ibada katika mwanzo wa wakati wake ya swala, وأن يكون من عناية المرء بهذه الصلوات الخمس التي افترضها الله عليه في اليوم والليلة أن يبادر إلى أدائها في أول وقتها. na pia tumehimizwa kuwa iwe katika inaya ya mja, kule mja kutilia mkazo na kujishughulisha na hizi ibada za swala tano, au hii ibada ya swala tano ambayo Allah amemfaradhishia katika mchana na usiku, awe atakimbilia na kufanya upesi kuzitekeleza katika mwanzo wa wakati wake. Inapoingia wakati wake aitekeleze ile swala. illa ma jaat istithna'uhu, isipokuwa zile swala ambazo imekuja istithna kuwa ni bora kuzichelewesha.
كالإبراد لصلاة الظهر عند اشتداد الحر. Mtume صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر wakati wa joto kali. Salatu dhuhri ni bora kufanya nini? Kuichelewesha mpaka kidogo lile jua liwe limezia, kisha ndio iswaliwe. Hapa kuna fadhila katika kuichelewesha. وكتأخير العشاء إذا لم يكن في ذلك مشقة, كذلك kuichelewesha salati al-isha ikiwa katika hilo hakuna uzito na mashaka. Salati al-isha kila ikichelewa ni bora zaidi. وإلا الأولى والأكمل والأتم أن يبادر المرء ويسارع لأدائها في أول وقتها. mbali na hizo, ubora ni mja kukimbilia kuitekeleza ile swala katika mwanzo wakati wake. وهذه الفضيلة دلت عليها دلائل, na huu ubora una dalili, huu ubora una dalili. منها هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله. katika zile dalili ni hadithi aliyotaja المصنف قوله سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل. وهذا السؤال وما شابهه تكرر كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا من حرصهم وعلو همتهم. وسؤالي كما هايا يمكرير mara nyingi kwa masahaba kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam amali ipi yapendeza zaidi mbele ya Allah, amali ipi ni bora zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walikuwa wakiuliza sana maswali haya, na hii ni dalili ya pupa kubwa waliokuwa nayo masahaba katika kufanya mambo ya khairi, na himma kubwa walionayo katika kufanya mambo ya khairi. وعظيم رغبتهم رضي الله عنهم في العناية بفضائل الأعمال ومعرفتها والعمل بها. كذلك رغبة كبوة رضي الله عنهم waliokuwa nayo katika kutilia mkazo hili jambo la kujua ubora wa zile amali wanazifanya, bimaana kujua zile amali wanazifanya zina malipo gani mbele ya Allah, ubora wake nini, na pia kutendea kazi. Si kujua peke yake, kujua na kutendea kazi. fakanu yasaluna an kulli ma yuqarribu ila aljanna. Masahaba walikuwa wakiuliza kwa mtume sallallahu kila amali inayowakaribisha wao na pepo. Watu wako kazini hapa, yani masahaba walikuwa shughuli yao ni kujiandaa kwa ajili ya akhira. Hiyo ndio shughuli yao. Amali gani inakaribisha na pepo, hii fanya. Amali gani kadha wa kadha ndio yapendeza zaidi, hii. Utamwona yuko mstari wa mbele katika kuifanya ile amali. Na nyingi katika amali hizi ukizitizama walizokuwa wakiziulizia kwa mtume sallam ni mambo ambayo yapendekezwa, maana si ya wajibu, kama kuswali kwa wakati wake unapoingia ile swala, mwanzo wakati wake unapoingia, si jambo la wajibu, la pendekezwa. So mtu akiswali katika wakati wote maadamu yuko ndani ya wakati, isabika ameswali kwa wakati wake, swala yake sahiha. Lakini hapa aambiwa mwanzo wa ule wakati unapoingia, ili akimbilie katika kile kilichokuwa nini bora zaidi. كما تدل أيضا مثل هذه السؤالات المتكررة من الصحب الكرام أو من الصحب الكرام رضي الله عنهم على شرف هذا العلم. كذلك maswali kama haya yanaokariri kwa masahaba min as-sahbi al-kiram ni dalili ya utukufu wa hii ilmu ya fadhail al-a'mal, al-ilmu bi fadhail al-a'mal, wa annahu ilmun tatawafaru himamu as-sadiqin ala ma'rifatihi wad-dirayati bihi. Na kwa hii ilmu himma ya wale wa kweli katika hii dini
wameiegemeza katika hii ilmu kufahamu fadhila za amal na kuzielewa ili wasitekeleze. لأنه أكبر المعونة على العناية بالعمل والحفاظ عليه. sababu katika vile vinavyosaidia sana kwa mtu kudumu katika amal na kuendelea kuifanya ile amal ni kujua fadhila yake. Hawi sawa kwa mfano anayeswali swala za qablia na baadia kwa mfano, lakini hajui ajira yake nini. Ajua tu hizi ni sunna takara ni swali, na mwingine ajua kuwa mimi nikiswali hizi rakaa za qablia na baadia ratiba hizi 12 jaza yangu nini? Ni nyumba ya peponi. Kama hesabu nyumba huyo, piga mahesabu kuliko jua nikikosa takuwa nakosa nyumba ya peponi. Kwa afanya bidii katika ile amal, ajua malipo yake ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila siku akimaliza zile rakaa 2 baada ya isha, roho yake baridi ya muomba Allah zitakabalie iwe ndio nyumba nyingine ya peponi. Kesho nyingine tutaanza kujenga. Na waijenga kwa nini? Kwa amali. Pepo yako waijenga kwa amali yako unayoifanya. Kwa hivyo akijua mja kuwa hili malipo yake ni hii, yamsaidia yeye kudumu katika ile amali na kuendelea kuifanya ile amali. قال قوله أي العمل أحب إلى الله عز وجل، وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل واعتقاد ذلك. hapa mnakuthibitisha sifa ya mahabba kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuliitakidi hilo kuwa Allah apenda. Mahabba yanayolingana na utukufu wake subhanahu wa ta'ala. والإيمان بها نكوامين صفة هي. وفيه أن الأعمال متفاضلة وليست على رتبة واحدة في الفضل. نبي hapa tupata faida kuwa amali zatafautiana katika ubora, haziko katika sehemu moja au daraja moja. Kuna nyingine ni zaidi kuliko nyingine katika ubora. قوله قال الصلاة على وقتها، وهذا موضع الشاهد من الحديث. hii ndio sehemu ambayo imempelekea yeye kuitajia hadithi hapa. وأورده رحمه الله تعالى شاهدا على فضل الصلاة في أول الوقت. na hapa ameitaja hii hadithi kuwa ndio shahidi yake katika fadhila ya mtu kuswali katika mwanzo wa wakati. ومن المعلوم أن من صلى الصلاة في أول الوقت أو وسطه أو آخره yajulikana kuwa mwenye kuiswali swala mwanzo wa wakati au katikati yake au mwisho wa wakati kabla hujaondoka, yakunu qad adda salata fi alwaqt. yajulikana kuwa hapa huyu mtu ameitekeleza swala katika wakati wake. maana Mtume sallallahu alayhi wasallam as-salatu ala waqtiha. kwa kipi hapa kimemfanya aseme hii ni dalili ya kuwa mwanzo wa wakati wa ile swala una ubora zaidi? Kwa yoyote ambaye atatekeleza ile swala katika ule wakati atakuwa ameambiwa ameitekeleza swala katika wakati wa adda alwajib, na ametekeleza kilichowajibu juu yake. famin aina akhadha almusannif wa ghayruhu min ahli alilm dalalata hadha alhadith ala fadilati as-salati fi awwal alwaqt. hiyo dalili wameichukulia wapi katika hadithi hii kuwa hii ya kusudia mwanzo wa wakati? wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam nini? as-salatu ala waqtiha. kusema as-salatu fi awwali waqti as-salah, anasema as-salatu ala waqtiha. طيب wametoa wapi wanaovioni dalili katika hii hadithi kuwa ya kusudia mwanzo wa wakati? قال ابن رجب رحمه الله. ابن رجب akijibu ile swali yasema لأن على للظرفية. صوت تجيو كوا على للظرفية، ظرف سهم يجوني على سنيو. نعم. والأفعال الواقعة في الأزمان المتسعة عنها لا تستقر فيها بل تقع في جزء منها. أسمى vitendo ambavyo hutokea katika zama havienei katika ile zama yote au ule wakati wote ule,
kwa mfano mtu akiswali kuanzia mwanzo wa wakati ile swala yake itaishia mwisho wa wakati? Hata swala amaliza swala yake. Sasa hivi sisi tumaliza kuswali salatu dhuhuri, hawezi mtu kuswali dhuhuri? Yaweza bado wakati wa dhuhuri huko. Kwa hivyo ile ibada haienei katika ule wakati wote uliowekewa ile swala, si ndio? Naam. Bali ile swala itaangukia katika sehemu ya ule wakati uliowekwa wa ile swala. لكنها إذا وقعت في أول ذلك الوقت فقد صار الوقت كله ظرفا لها حكما. lakini ile swala ikitokea katika mwanzo wa ule wakati, basi itakuwa ule wakati wote ni sehemu ya ile swala yake kihukumu, bimaana ameitekeleza swala katika ule wakati. ولهذا hapa sema سمي المصلي مصليا في حال صلاته وبعدها, ameitwa mwenye kuswali kuwa ni mwenye kuswali katika wakati anaposwali na baada ya kuswali. Sema hivi, fulanun hal salla fulan, kwa mfano umeuliza swali fulani ashaswali. Ikiwa hajaswali utasema nini? Hajaswali, si ndio? Kwa haambii yule ambaye hajaswali kuwa amefanya nini, ameswali. Lakini aliyeswali ataambiwa huyu ashafanya nini, ashaswali. Sawa? Ikipita baada ya nusu saa ukiuliza huyu fulani ashaswali, pia utaambiwa ashafanya nini, ashaswali. Kwa hivyo ni ashaswali, huyu ni musalli. Wafahamu sio? Sasa hili jina la musalli alipata kuanzia afanye nini, aanze ibada ya nini, ya swala. Muelewa hapo? Sasa ili alipate hili jina kwa muda mrefu katika ule wakati, ni aanze wapi? Aanze mwanzo ule wakati ili aitwe musalliyan katika wakati wote wa ile swala. Sio, mnafahamu? Kwa mfano amesubiri mwanzo wa wakati ukapita, mtu akiulizwa fulani ashaswali ataambiwa nini, bado, mpaka imefika katikati ya ule wakati akaswali. Kwa hivyo ile fadhila ya kuwa yeye ni musalliyan aipata kuanzia wakati gani? Katikati kwenda mpaka mwisho, sio? Sasa ili apate kipindi kirefu zaidi kuwa ni musalli, ni aanze kuanzia mwanzo. Sio, muelewa hapa? Labda kama hujaelewa bado hujafika kiwango chako cha kuelewa. Sijui kueleza zaidi hapa, kiwango changu cha kueleza kimeishia hapa. Ikiwa mwingine za kueleza bora zaidi ataeleza. طيب قال واما قبل الفعل في الوقت فليس بمصل, ama kabla ya kutenda kile kitendo cha swala katika ule wakati haambiwi ameswali huyo. Umeelewa sasa? Sasa kwa mfano umeingia wakati wa salatu dhuhuri, ukiingia wakati wa salatu dhuhuri wewe ukaswali salatu dhuhuri, sawa? Na salatu dhuhuri pengine yasonga katika masaa mawili mfano, unaona, yale masaa mawili yote wewe wabeba sifa nani, musalli. Mfahamu vizuri? Aya, siku nyingine badala ya kuswali mwanzo wakati ukongojea mpaka likapita jisali zima kisha ndio ukaswali adhuhuri, umeswali katika wakati ama nje ya wakati? Ndani ya wakati. Lakini utabeba sifa ya musalli katika muda gani? Wa jisali moja. Je, mko sawa yule alibeba sifa hii masaa mawili na jisali moja? Mshafahamu sasa? Ndio hapo wakatoa wanaovioni kwa mtu akianza mwanzo basi ni bora. Kwa nini? Kwa sababu mtu haswali masaa mawili, yoswali dakika 10 tu. Salatu dhuhuri yoswali dakika 10, 15 ashaswali shamaliza dakika 10 ashamaliza salatu dhuhuri. Lakini atabeba sifa ya mwenye kuswali katika wakati wote ule mpaka ishe wakati wake. Mfahamu? Naam. قوله قلت ثم أي قال بر الوالدين, auliza kisha baada ya hiyo amali inayopendeza zaidi mbele ya Allah, ya kwanza umesema as-salatu ala waqtiha, kisha inafuata qala birrul walidain. كان الجواب الأول للنبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال بذكر الصلاة أعظم حقوق الله على عباده بعد التوحيد. Kwa hivyo ile jawabu ya kwanza ya Mtume صلى الله عليه وسلم ilikuwa ni bora wa amali alipotaja swala, sababu swala ni haki kubwa zaidi ya Allah baada ya tauhid.
swala ndio nguzo ya pili ya Uislamu. ثم جاء الجواب الثاني بذكر ما يتعلق بحقوق العباد واعظمها. kisha jawabu la pili sasa akaanza kuzungumzia haki za waja. Katika haki za waja, haki kubwa zaidi ni haki ya nani? Ya mzazi. وهو حق الوالدين, حق wazee wawili. وهذا الحق قرنه الله بحقه في آيات عديدة. na haki hii ya wazazi wawili Allah ameiunganisha na haki yake ya kumwabudu yeye na kutomshirikisha na chochote katika aya nyingi. Qala Allah Ta'ala anishkur li wa liwalidayka, nishukuru mimi na uwashukuru pia wazazi wako. Wa qala Ta'ala wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. baada ya tauhid kuyamrisha na kukataza shirk, wa bil walidayni ihsana. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، توحيد. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا يدل على عظم هذا الحق، na hii ni dalili ya kutosha ya ukubwa wa hii haki. Wa annahu min a'zami alhuquq, katika haki kubwa zaidi miongoni mwa haki za waja ni haki za wazazi wawili, jambo ambalo leo wengi katika vijana wamelipunja sana, kuwafanyia wema wazazi wawili. Wengi sana, wengi katika vijana majeuri. Wallahi waweza kumwona kijana ajibizana na babake ama na mamake kama jambo la kawaida tu, tena anyanyua na sauti juu. Ya akhi, Allah asema fala taqul lahumma uff, ile pia usiwaambie, itakuja kuambia maneno lakini nasema kweli mimi, na wewe mfanana kweli kweli. Hii nikumbusha idha qila inna al-ghuraba nataqa bil haqqi fa aina al-haqqu fi wajhi al-ghurabi. Sema kweli ni kama wasema kunguru anzungumza kweli. Kunguru mfanana sura yake na kweli hata siku moja. Akifanya nasema kweli. Huwezi kuwa wasema kweli maadamu wewe wawakosea heshima wazazi wako. Ile kweli basi ina njia ya heshima. Na niliwatajia juzi kuwa wengi katika vijana wakishakuwa wakawa na familia zao na watoto wao, watawakumbuka wazazi wao walikuwa wakiwaelekeza katika ukweli na wakiwatakia kheri. Lakini wakati wakija kukumbuka hilo, itakuwa tayari wana watoto kama yeye alikuwa mwana mzazi wake kuwa hamuelekezi katika kheri na hajui usawa. Kwa ule wakati wewe ndio wakumbuka na wewe na mwingine hajui hivyo, unchelewa wewe kukumbuka. Na una mwanawe sasa pia kama wewe pia ulivyokuwa mdogo ulikuwa unaona mzazi wangu hanitakii kheri. Mwanzo vijana kishaanza kukua tu kidogo, aona kama yeye ndio kila kitu, yeye mjuaji, hajui mzazi wake hiyo daraja aliipita zamani kweli kweli, na ashawaona wengi pengine na ndugu zake tena kadhaa ambao washapita ile daraja anayopita yeye. Kina akajifanya mjuaji sana, usitembee na marafiki wale si wazuri, yeye ajua zaidi. Atamchagulia bwana mara ghaflatu. Nieleza kuna kijana hapa alikuja kitambo ya kusoma, baadhi ya labda mjua, sallallahu afiyahu. Yule kijana alipelekwa tahfidha kuhifadhi Qur'an, kamaliza Qur'an, kisha akawa yatembea na marafiki wabaya, wakamvutisha bangi. Kavuta bangi we, kisha akaletwa hapa kusoma. Sasa maskini yule kijana hashiki kitu. Unajua hashiki kitu? Kama kikombe cha chai kimejaa, wewe wajaza chai, itaingia pale ndani yamwagika tu. Sasa ikawa mimi najiuliza, huyu bwana mbona hashiki? Lakini mimi naishi majengo, najua, namuona huyu kama afanya uraibu fulani labda huyu.
usifikiri sitokujua, wallahi alazim ukija tunakujua. Allah subhanahu wa ta'ala ametuhifadhi. Wallahi tumekaa na watu, hii bangi yavutwa hapa kisha yaturuka enda kwa mwingine wa pili hapa, na ungana nini, yote tunayoona. Tumeona mengi sana. Asosije hapo kaniambia mimi sivuti sigara, najua kama wavuta. Na mimi nikisema natoka Majengo, wenzangu waelewa nazungumza nini. Juzi si kitambo nimepita Majengo pale, nikamwona kijana mdogo avuta bangi barabarani. Ambia bwana, hebu zima hiyo bangi, waachana nayo, takudhuru wewe. Kanitolea ujeuri sana. Yeye mwenyewe wakuja hapo Majengo, wewe maalim nini bwana, shika njia yako. Nikaika stand ya pikipiki, nikamwambia sasa naja, sio wanitisha mimi. Alhamdulillah kuna mwenzake pale amjua, akamwambia iangushe hiyo bangi haraka, zima. Pole ustadhi, nenda zako, nenda kwa hisani zako, nenda tu. Huyo hajui kitu, achana naye. Sasa kuna vijana wajifanya wajuaji, wako wengi tu hivi. Yule kijana maskini ikawa hashiki hata kwa nini hashiki, mpaka mwisho mzazi wake nikamwita, njoo, mvipi huyu bwana, mbona? Na mimi sikutaka kurukia kusema kuwa huyu hivi na vile. Akaniambia huyu kijana, akanieleza hivyo nilivyofikiria. Alikuwepo tahfidh nini, alivorudi akafuatana na vijana wabaya, wakamvutisha bangi, kichwa chake kikaruka. Maskini kichwa kikaruka, kichwa kimeruka hivi, yani hakuruka kuwa ni mwenda wazimu, yani kukuta kichwa chake, lakini ukimwona zubaa yani. Wajua wasema ile bangi stimu yake yaondoka sio baada ya siku 40, sio siku ngapi ndio itoke. Sasa ukivuta 1 40, 2 40, 3 40, unaweza piga miaka 10 uelewi kitu wewe, sababu nzisukuma mbele kweli zile bangi zile, unafahamu maana ikiwa moja siku 40 uelewi kitu, si siku ngapi. Wanasema wanasayansi, si ati inafanya mzaha, wasema siku fulani hivi itakuwa kichwa chake kidogo hakiko sawa hivi. Sasa akivuta siku ya pili waongeza tena mwezi, siku ya tatu mwezi, ukija ukijishtukia umekusanya miaka 10 kwenye wiki moja. Waangalia tu hivi uelewi kitu. Wallahi tuombe Mungu, ndugu zetu wengi, Allah tuongoze sote na awalete katika khairi. Tuombeni wallahi, usimuone mtu yuko pale ukamdharau, muombe Allah. Mungu si uwerevu, nasema si uwerevu kwa sababu sisi tuncheza na watu wengi, tumekaa na wao wavuta bangi mpaka umekwenda wazimu, na kuna wengi wamekaa na wao hawakuonja hata siku moja, mtu hajafikiria kuvuta ile kitu, na kati na wao Allah hajataka hilo. Alhamdulillah amewahifadhi. Kwa si uwerevu au ujinga wa mtu ndio ingia katika mambo kama haya. Lakini angalia, mzazi wako akikwambia fulani ule si rafiki mzuri, chunga, ajue yuwazungumza nini, sababu haya ashayapitia. Kijana wangu, nenda tembea na fulani yule, mashaallah ni mtu wa khairi, tembea naye, letea marafiki mahali hapa, mjuaje, chunga. Alafu na jeuri juu. Hili niliwahi kulizungumza kwa kirefu huko nyuma tulipokuwa tuzungumza risala ya fawaid zilizo katika qissatu Luqman al-Hakim. قال والبر بهم هو التعامل معهم بالإحسان والرحمة قولا وفعلا. kuwafanyia wema wazazi mfanini, kuamiliana na wazazi kwa wema na huruma, kwa matamshi na vitendo. Kizungumza na mzazi wako, zungumza kwa huruma sana, kwa matamshi yako na vitendo. القول بأن يكون قولا لينا والدعاء لهم. ile kauli iwe ni kauli laini, maneno laini kabisa. Kizungumza na mzazi wako sauti ishuke chini kabisa, zungumza kwa makini, kwa huruma, pole pole. Amekutuma sawa, nitakwenda wapi kwingine, labda kuna kitu chochote kingine utakuntuma, ushatumika usharudi, si waambiwa nasahau kuna kitu fulani nilikuwa nahitaji. Mama, kuna mwingine pia pale, waniona mimi tu, wewe naona mimi tu ndo nichoke, wengine hawachoki.
wewe chukulia ni khairi. Mzazi wako amekuchagua wewe, ulifanye lile jema iwe ni khairi yako, waandikiwa kesho utalipwa na Allah. Usichukulie wasumbuliwa, usichukulie hivyo, bali furahikia kumtumikia mzazi wako, kuwa na raha huku wamtumikia, na kuombea dua, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ukitaka kujijua kama wewe ni mtoto mwema au si mwema, jiangalie katika hili. So Mtume sallallahu alayhi wasallam, au waladun salihun yad'u lahu, ikiwa humuombei mzazi wako, wewe si waladun salihun, kijambazi tu, una wema wote. Wewe ukumbuke wema bwana. Ukitaka kujua kama wewe ni waladun salihun au si waladun salihun, usiende mbali, mizani yashakupa Mtume sallam, au waladun salihun yad'u lahu. Bas, ikiwa humuombei mzazi wako, wewe jua humo, si huyu. Yule walad salih ni yule anayemuombea mzazi wake. Asa wewe jiangalie, unaposwali wamkumbuka mzazi wako ukamuombea? Jiangalie mwenyewe, kila mtu ajijua nafsi yake. Qala wal fi'l bil muamalati bil husna, na katika vitendo uamiliane nao kwa wema. Wal haddul jami'u li birri al walidain, mtu aweza kuuliza, kwani kuwafanyia wazazi wema mipaka yake ni nini? Yani nikifanya nini nitakuwa nimewafanyia wema? Qala wal haddul jami'u li birri al walidain huwa an tuamila walidayka kama tuhibbu an yuamilaka auladuka, waamiliane na wazazi wako kama vile unavyopendelea wewe, lau kama utakuwa una watoto waamiliane na wewe. Ufahamu hili? Vile wewe wapenda watoto wako wawe na wewe waamiliane na wazazi wako namna hiyo, kama qala an-nabii sallam, waliyati ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi, na awafanyie watu kile anachokipendelea yeye afanyiwe. Kwa hivyo wewe mfanyie mzazi wako kile unachopendelea wewe kufanyiwa. Kuna baadhi ya watu wallahi katika mujtamaa tunaoishi, mtu aweza kupitisha mwezi hajamuona mzazi wake, mama au baba, na waishi katika mji mmoja. Basi kutomuona tu, na simu pia hapigi. Leo una udhuru gani? Kazi nyingi sana. Wallah kazi nyingi. Ampigie simu basi muulize hali, pia hajulii. Wako katika wazazi watamka na kusema, natamani mwanangu nimuone tu, apite njia tu hivi, hata sinsalimie, apite tu hivi muone basi, sitaki kitu kutoka kwake. Naweza kuliona jitoto najiona juaji, ati hadende kumtembelea mzazi wake. Wallahi kama kuna mtu amekula hasara, hakuna alikula hasara kama huyo. Amekula hasara sana. Mlango katika milango ya pepo waufunga, ama waongojea siku akifa ndo anze kulia ujute kwa yale yote, na kweli itakuwa majuto. Na kuna wengine hata wajuti, aona yeye uko sawa tu kwa ule uovu waliokuwa nao. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ile kutu imefunika katika moyo wake mpaka haoni lile ovu analolifanya kuwa ni ovu, yajiona yuko sawa tu. Kwa hivyo aweza pitisha mwezi mzima hamuoni mzazi wake, wala dukuduku hana wasiwasi. Yule mzazi augua kipona, augua tu, tena mtu ashakuwa mtu mzima sasa, kila siku augua kipona, yeye habari hana, wala utapata tabu, wala usipate shida kutafuta shida zako zimekuja kutoka katika njia gani. Jua tu ikiwa mzazi wako hako radhi na wewe, na radhi za Allah ziko katika radhi za wazazi, basi wewe huna radhi bwana. Ikiwa mzazi wako hayuko radhi na wewe, watarajia lipi lako linyooke? Ndio waona kila unalolifanya haliwi, kila unavyoelekea hakuelekeki. Mara wakuta watoto umezaa, fadhali wasema ongeza nusu mkate ukala, kuliko hiyo mijitoto utakaozaa wewe, itakutesa wewe. Na hata mali Allah akikufungulia hazina baraka, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Kuna watu wengine wana mali na watoto
Allah asema msione kikawashangaza hiki mkakiona ni kizuri na nini mkakipendelea. Inma yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati dunya. Kuna watu mali zao na watoto wao Allah ataka kuadhibu nazo hapa duniani, adhabu. Wallahi kuna watu wamezaa watoto adhabu kisawasawa. Yani aweza kumwadhibu yule mtoto mzazi usikia dhiki katika moyo akimwona yule mtoto vile vituko anavyomfanyia, mpaka kati kumbe mzazi wako wewe ulimfanyia hivyo ndio utakafanyia. Ndio siku zile niliwaambia, hebu kama wewe mzazi wako yuko leo, nenda kwake umwambie niambie ukweli, uko radhi na mimi? Mwambie akwambie ukweli, asifanye mujamala. Maskini wa wazazi waona vibaya kumwambia mtu mimi siko radhi na wewe. Niko radhi na wewe. Niambie ukweli na wewe wajijua. Hivyo vitendo na uvifanya kuwa mzazi wako yuko radhi ama yuko radhi na wewe. Tupita mwaka bwana ajenda kumtembelea mamake au babake. Mwaka. Mimi nawaambia mimi na ofisi kuu hapa. Kuna kesi zaje hapa za balaa Sheikh. Wallahi waweza kushangaa mtoto ama nini huyu? Basi hivi hajikisi mtu tena akifuatwa ta habari ana kuko sawa, na mimi najua kuko sawa, ndio maana sina wasiwasi. Je, wataka watoto wako waamini na wewe hivyo? Wewe kila saa ukija nyumbani wataka uone watoto wako wako karibu na wewe, sio? Sasa mbona mzazi wako waamilia naye vile, wamfanyia uovu namna hiyo? قوله قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، أي القتال طلبا لإعلاء كلمة الله، kupigana kwa malengo ya kunyanyua kalima ya la ilaha illa Allah juu. لأن القتال تختلف مقاصد الناس فيه، kwa sababu jihad watu wakiingia kila mmoja ana nia yake, Allah ndiye anayejua katika moyo wake. فمنهم من يقاتل حمية، mwingine kwa taasub pengine ya ukabila ama ujamaa fulani ama usehemu fulani hivi, na hili lipo sana. Kuna mtu mkabila kweli kweli, au ule umji ule anao kweli kweli, acha dini ana umji tu, yani mtu wake hata akawa muovu pia yeye yuko naye tu. Na hiyo utapata baadhi ya vijana wa kisalafi, usalafi wao usijua vipi, yani akiona jamaa kwa sababu mkabila yake hata kama ni hizbi yeye yuko naye tu. Kwa nini jamaa yangu? Awaache ndugu zake masalafi kwa sababu pengine si kabila yake, au si usalafi huu salafi. Walakin alwala walbara li ajli ad-din, sio taasub qabli. Alhasil kuna watu apigana yeye, lakini sababu ni ule ukabila ama umji ama nini, ndio sababu yake. Wa minhum shaja'atan, na wengine atakaambia fulani shujaa bwana, haogopi bwana, ulimwona bwana tena ingia katikati ya jadi. Sasa zile sifa akizisikia, unionaje bwana, yeye atakaambia hivyo tu. Wa minhum sum'atan, na mwingine atakasikilike, hakuna shujaa kama yule, watu wamsifu. Wala yakunu shay'un min dhalika fi sabilillah, na zote hizi haziko katika njia ya Allah. Illa man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya, isipokuwa yule aliyeingia katika vita hivyo ili neno la Allah liwe juu, tauhidi liwe juu. قوله حدثني بهن ولو استزدته لزادني، هذا فيه أدب الصحابة رضي الله عنهم في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ورفقهم به. hapa kuna adabu za masahaba katika kuamiliana na Mtume sallam na huruma yao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. falam yuthqil alayhi bil as'ila, Ibn Mas'ud hakumtia uzito Mtume sallam kwa maswali mengi. thumma ayun kama tena thumma ayun, auliza tu fika 10 thumma ayun, wa inna maktafa bi 3, ametosheka na haya matatu. وفي الوقت نفسه أشار إلى السخاء الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في البيان والنصح والدلالة إلى الخير. كذلك هapa aishiria juu ya ukarimu wa Mtume صلى الله عليه وسلم katika kubainisha mambo, katika kunasihi, kuwatakia watu khairi na kuwaongoza katika khairi. فالسخاء كما يكون بالمال
فإنه يكون أيضا بالعلم. ukarimu kama vile unavyokuwa kwa mali, kadhalika ukarimu huwa katika nini? Ilmu. kueneza ilmu kwa watu ni ukarimu pia. Tena huu ni ukarimu mbora kuliko mali, sababu waenezea watu njia za kuelekeza wapi? Katika pepo ya Allah. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس سخاء, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ndiye mkarimu kuliko yoyote yule, hakuna mfano wake. ولهذا يقول رضي الله عنه ولو استزدته لزادني صلى الله عليه وسلم, ningelimtaka ziada angenizidishia kwa ukarimu wake صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.